Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Upasuaji rekebishi ambao kwa Kiingereza inaitwa plastic and reconstructive surgery ni aina upasuaji ambao unarudisha muonekano na utendaji kazi wa kiungo husika katika ukawaida wake. Na hii inaweza kawa mtu alizaliwa hana utimilifu kwenye moja ya viungo vyake vya mwili. Kwa mfano, kuna watoto ambao mnaona amezaliwa hana uwazi kwenye mdomo, wanaita mdomo sungura. Wengine inakuwa imeenda ndani kabisa mpaka mifupa ya ndani. Mwingine anazaliwa hana sikio au sikio limejikunja katika namna ambayo sio kawaida. Mwingine ana shida kwenye itrafu, mwingine ana shida kwenye macho, mwingine anazaliwa vidole vime kwa idadi kubwa zaidi ya kawaida au vingine vimeungana, na mwingine anaweza kawa na matatizo kwenye viungo mbalimbali vya mwili kwa sababu ya ajali au majanga mbalimbali. Kwa mfano, mtu ameungua, alivyoungua mkono umejikunja, uweze kufanya kazi sawa sawa, unampoteza muonekano wake, vidole. Lakini mwingine anapata ajali, ameharibu baadhi ya mishipa ya fahamu ya mikono yake au vidole, alafu vinakuwa vimepata ulemavu fulani hivi. Lakini mwingine anakuwa amezaliwa kawaida, lakini anavyokuwa viungo fulani vya mwili vinakuwa na saizi kubwa kupitiliza kawaida. Kwa mfano, kuna ambao wanapata shida ya matiti yanakuwa makubwa kupitiliza mpaka anaanza kupata maumivu ya shingo, maumivu ya mabega, mgongo, na wanapata pia changamoto ya namna ya kuvaa nguo zao sawa sawa. Kwa hiyo hao nao ni wanufaika wa hiyo aina ya upasuaji unaoitwa upasuaji rekebishi, pamoja na machangamoto mbalimbali za kimaumbile ambayo upasuaji wake wa kurudisha muonekano wa kiungo husika na ufanyaji kazi wake katika hali ya kawaida, yote kwa pamoja inaitwa upasuaji rekebishi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.